Jamii imetakiwa kutokuwanyanyapaa watu wenye ulemavu kutokana na hali zao, kwani wana mchango mkubwa katika kuleta maendeleo. Wakizungumza mara baada ya mafunzo ya kuimarisha mpango wa kuwajumuisha watu wenye ulemavu wa akili katika elimu jumuishi Zanzibar, washiriki hao wamesema, leo kwa kweli tumepata fursa na wadau mbalimbali kuwa na washa siku moja ambayo ilikuwa inahusu mambo ya elimu jumuisho, na hasa kuangalia kwa ndani vile vipengele ambavyo tunaweza kuvisawazisha ili tukaweza kuendeleza elimu jumuisho na ikazaa matunda ambayo yanahitajika. Kwa kweli elimu jumuisho imeanza siku nyingi, kuanzia mwaka 2004 ambapo jumuiya hii kwa ajili ya watu wenye ulemavu wa akili pamoja na Wizara ya Elimu tumeshirikiana bega kwa bega na tukaanzisha programu hii, na ambayo tunajivunia kusema kwa kweli imewatoa nje watu wenye ulemavu, hasa watu wenye ulemavu wa akili, kwenda maskulini na kuweza kufaidi na kuweza kupata stadi za maisha. Watu wengi tulipoanza walikuwa wanajiuliza, hawa watu wenye ulemavu wa akili watasoma nini? Lakini baada ya kuona, hata sisi wazazi, baada ya kuona kile ambacho wanafaidika, watoto wamebadilika, watoto wameweza kuchanganyika na watu wengine, wameweza kushiriki katika mambo yote. Kwa hivyo sasa hivi vile vijana wameondoa ule mtazamo wa kuwa wakae nyumbani wafungiwe, na hii sasa hivi Wizara ya Elimu tunaipa shukrani kubwa, kwa sababu imefumua na imekuwa skuli zote huko Jana Pemba zinaweza zikashiriki katika jumuiya hii, katika programu hii. Hili ni jambo la faraja, na tunawaomba wadau wengi wengine wajitokeze kusaidiana na serikali ili kuwawezesha vijana wetu ambao wana ulemavu wa akili hapa Zanzibar. Tunashukuru sana kwa mafunzo ambayo yameandaliwa, ikiwa ni baina ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali na ZPDD. Kwa kweli ni mafunzo mazuri ambayo yatazidi kuihamasisha jamii, kwanza sisi ambao tulipata mafunzo hayo, lakini na sisi tutayatumia mafunzo haya kwenda kuhamasisha jamii ambazo tunaishi nazo ili tuweze kuyafikia yale mabadiliko ambayo tunayahitaji. Kwa kweli katika semina nimekuwa mara nyingi nikisikia tunasema walemavu wake. Sisi tuko katika jumuisho. Kwa hiyo tunatakiwa tuanze kubadilika. Tubadilike kilugha, tubadilike kivitendo na kadhalika. Kwa hiyo tunaposema walemavu wa akili, inaonekana kama bado tunajinyanyapaa wenyewe kwa wenyewe. Tunatakiwa tuone kwamba sisi ni binadamu kwanza. We are human beings first. Secondly, we have disabilities. Kwanza sisi ni watu, ni binadamu. Baadaye ndo tuna ulemavu. Kwa hiyo ulemavu tusiweke kwanza, utu tukaweka nyuma. Kwa hiyo tutangulize utu kwanza, baadaye ni ulemavu. Na kila mtu ana ulemavu wa aina yake. Kwa hiyo utu wangu ni huo tu, kwamba tubadilike ili tuweze kufikia kule ambako tunahitaji kwenda. Asante. Mzee Rajab Bakari Simba ni mtu mwenye ulemavu wa akili ambaye anaitaka jamii kuendelea kuwathamini, kwani wana uwezo mkubwa wa kufanya kazi zao kwa bidii. Halafu na vile vile na hamasisha wenzangu kwa kuhusu habari hawa walemavu wasiwekwe ndani kama vipochi. Kwa wanaumia ndani kunaumiza sana ndani. Kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu vile vile anatupa mitihani. Anampa mja wake mtihani, halafu vile vile anaweza kumpa mtu kununulia kuzaa mtu mlemavu. Mitihani yote ya Mwenyezi Mungu. Unaona? Yote ya Mwenyezi Mungu. Anawakashifu walemavu, anakafanya vipi, anasema kwamba walemavu kwamba hawana akili. Sio kama alivyosema mamangu pale. Kwanza mlemavu sio mtu alikuwa hana akili. Ulemavu wa akili
ulemavu wa akili, sio mtu kwamba hana akili. Sasa Mwenyezi Mungu anatutizama katika Qur'an, anasema niabuduni, kisha mnaende mkatafute riziki. Riziki yenyewe tunaililia riziki, ni pale tunapokwenda. Kama vijana anataka kwenda kuoa, kwenda kunini, lakini kishampa riziki, akishamuona yule, akishampata yule mlemavu, yote ni mtihani ya Mwenyezi Mungu. Sasa pale yule mlemavu anatupwa, yule mwenye mikono yake miwili anapewa anapakatwa na nini, lakini yule kama kafanya kama gazeti tu, kama la kufungia babia nini, alafu anawekwa kwa hatakiwi kama nini. Sio hivyo, yote mitihani ya Mwenyezi Mungu. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu na mtume, tumshukuruni Mwenyezi Mungu na mtume kwamba katupa hichi ni cheo chake. Ulemavu ni cheo cha Mwenyezi Mungu, kwamba anatupa cheo. Lakini kuna baadhi ya watu wengine wanakuambia, wanatucheka, wanatudharau, wanatunyanyasa, au kama vile wakitupa kazi nyumba za nje huko kwenda kufanya kazi, wanatukejeli, wanatunini. Lakini sisi walemavu wana maarifa makubwa sana. Mafunzo hayo ya siku moja yameandaliwa na Jumuiya ya Watu wenye Ulemavu wa Akili Zanzibar ZAPDD na kuwashirikisha wadau wa elimu mjumuishi, waandishi wa habari na watu wenye ulemavu wa akili. Safia Hussein, ASAM Online TV.